Hi guys. Now, in the other videos kuna watu waliniambia Shiru wewe unaongea Kikuyu, this is a public matter, hatusikii kile unasema. And guys, let me tell you, mimi hata kufikiria nafikirianga na Kikuyu. I didn't even know that I switched. I thought all along I was speaking Swahili ama Kizungu. Mimi hata kufikiria nafikirianga na Kikuyu. But I hope ulipata mse akakuinterpretia and you got the message. Yeah. Otherwise I'm back again. Wale munasema huyo ni like anatafuta, huyo ni views anatafuta, huyo sijui ni nini. Bona kama maisha inakuwa simple hivyo. Ati mtu akipata likes nyingi, followers wengi. Kwanza followers wanauzangwa. Hao watu wote wako hapa ni wauze. Ni wauze nipate pesa. Na si wewe utafute kitu tu yenye itafanya tu upate likes nyingi na followers wengi na wewe ulipwe millions and millions of money. Ukuwe tajiri. Bona unahangaika. Bona unahangaika na unajua siri ni kupata likes na followers alafu unakuwa millionaire. Why are you struggling? Why are you hustling? Modi givie. Now, I'm back again. This time round, nataka kuwa not to one. Not to one. I don't want to sound harsh. Not to one. Nataka kuongelesha muhesh. Because sina namba yake. Na there's no way naweza kumshika. So the only way I can do is to talk here. And I know atapikiwa na hiyo message. Wewe women rep. Unajijua. And your husband. Munajua nyinyi ndio mmekuwa the power behind huyu mwanaume. Na najua Kenya hakunanga kesi. Hata saizi tunasikia hiyo kesi iko kotini. Lakini hakunanga kesi. Munajua kesi ni ya mwenye who knows who and who. Ama mwenye akona pesa nyingi, huo ndio anapewa ushindi. Nakwambia, we are watching with this and we are listening with this. Ama the other thing, nilisikia na hizo judgment koti za Kenya, mna hizo mawadho ma Kenya, that mtoi akiwa 10/10 anaweza kujichagulia anaweza kukaa wapi. That's kind. In this case, we already know watoto wamekuwa manipulated na watasema watakaa kwa huyo mwanaume. Yeah. And let me tell you guys, Munaona tu hapa nikiscream, muache tu. Koti iamue. Please. Wewe women rep. Wewe ni mwanamke. Najua tu. Ungetaka hii story iende hivyo. Please. For the sake of those kids. Ungetaka hiyo story iende hivyo. Because hata yeye mwenyewe najua unaona. And I'm telling you, I keep telling you, and I'm going to repeat this because I know social media do not forget. Hii kitu itakuja kutolewa hapa. Lakini hata mkikuja kutoa mseme Shiru alikuwa anaongea, mtasema tu na mnyamaze. Furthermore, hawa watoto hamuwajui. Hawa watoto hamuwajui. Sisi tunajua hawa watoto. Mimi Sky nimemuona mpaka from day one kwa hospitali akizaliwa akiwa katoto hivi. Sisi ndio tutakuwa na uchungu. Na huo mwanaume anajua, mnajua vizuri za an American citizen, atachomoka na aende. I keep telling you that he is a very good manipulator. A very good manipulator. Na he knows how to manipulate the people that are around him. Wanamuamini. Mtu aliweza kumanipulate mpaka the family. Saa zile kulikuwa kuna zikano. You guys mlikuwa mnaona he was the side. Family walikuwa side moja na yeye kabisa. Because alikuwa amewashika hivi vizuri sana. And then akajua sasa hapa lazima niweke digano ya Aini na family. Kukizikana kulikuwa na two groups. Kulikuwa na side ya Waibaji. Wale walikuwa marafiki wa Betty wa karibu. Wale walimuwatch mpaka the last minute. Na kulikuwa na family, side ya family ile ilikuwa imeshikana na huyu mwanaume. Wacha kuzikanwe tu hivi. Mwanaume aliruka from fiti moja mpaka fiti 20 kule juu. Akaruka family. Juu saa hizo akona every document. Kila kitu. Paka idea mama Betty. Mliona mama Betty akiropokwa akisema mkasema sijui anaropokwa. Mkasema ni mwenda wazimu. Guy. Aliona ni kama ni usiku mchana. Mtu walikuwa anaongea naye vizuri after kumezikano amewaruka. Ameweza kukusanya watu wote. Sasa zile kulikuwa kunafanywa investigation, anawakusanya vizuri, anaongelesha vizuri ndio waende mpaka some of the nieces wa family wenye aliweza kumanipulate ndio waweze kwenda kutestify vitu yeye mwenyewe anataka. After amemaliza anaacha akimaliza akiaccomplish mission yake anaenda. Let me tell you guys naona watu sasa wakitoka na picha za zamani na nowega picha ni mahuretwo. Huyu mwanaume amejua hawa watoto kutoka kitambo wake. Huyu mwanaume ni mzuri. Huyu mwanaume first of all mkumbuke alikuwa anaishi America anakuja twice in a year. Wiki mbili anarudi America. Huyu mtu hata hajui hao watoto. Sasa hivi ndio wanajuana.
Mwanaume jiulize, mtu anawezaje? Mimi sasa kwanza nikienda Kenya after 2 months na kuanga nimesota ile mbaya sana. This is the 7th month. Anagoja deal zake ziivane vizuri. Zikiivana mutasikia chwa. Taruheni. Ni sawa tu hata kama ni hizo mali uko na haja nazo na nini, rudisha watoto wenyewe. Mimi watoto nikiona wenyewe akina watoto wako mpaka na family, wanaenda wanaona baba yao, that's my happiness. Mimi hata wasikuje kwangu. Mimi hata wakinichukia, I'm okay with that. I'm very okay with that. By the way hata sijui nini inanisumbua. Najikuta tu naongea. Yani, do you guys think that it's easy kustomach if vita iko social media venye munanitusi venye munaniambia munajirania? It's not easy. Sijui ni nini inanisukuma. Let me tell you, watu wengi walinyamaza. Naona watu wakiwanipigia simu mpaka marafiki wake wa karibu kabisa waniambia, Shiro, we are behind you, go on, we are behind you. Lakini waezi kuongea because I know the moment wamefungua mdomo tu hivi matusi. Mnataka kutukana watu wa Mungu na hao watu ndio wanawaibia. Wakikuja kwa kanisani kumuibia na mkumbuke huo mtu mulimuita rwage, mwamwitire rwage. Nimuko igwa reboka muko abja ko muhura bisa muko na hana rwage. Ni jetai rwage. Ngai kegwire. Kwena abu. Onganage kana neno me. Kwena abu. No ni kegwire jetere igoti. No onganage gogo social media. Tunawaangalia na hii na tunawasikiza na hii. Tuko on. Mtu akana watoto wake Amerika. Nilimuuliza mimi mwenyewe nikamuuliza, "Mbona wewe huku pigania watoto wako?" Mama yao alinikataza ningefanya nini? America, first world country, ukikatazwa kuwa na watoto na hakuna makosa umefanya, si unaenda kotini. No, you get access of the kids whether you provide or you don't provide. Unapewa access ya mtoto. Utapewa. Now let me tell you. You know one thing, I'm a strong believer of whatever you do in this world, it comes back to you. And it comes back in a good measure, well shaken and overflowing. Whether it is good or bad, it comes back to you. I know that one day, when you need your kids most, watakuangalia tu hivi na watakutolea social media wakwambie, "Dad," hata probably watakuita majina zako by your names because haukukua kwa maisha yao. Wakwambie, "We could see you fighting for other people's kids, but you neglected us." Watakuuliza hiyo swali. Na that time probably utakuwa unawa need 100%. Na utashangaa. Anyway, we are watching with this and listening with this. Koti, tuko on. Tunasikiza. Huko tutakuja mpaka na boda. Zikipiga honi. Pipi. Nisitaki kujua after that kama watoto watanipenda. No, I'm good. Watoto nione Mama Betty ako na contact na watoto na grandchildren wake. Kanyare biological father ako na access ya watoto wake. That's my happiness and I'm done. I'm not done. I'll be back. Kutafuta more likes and more views.